Pakistan inakabiliwa na shinikizo kuhusu upatanishi wake nchini Iran. Pakistan inajaribu kusawazisha uhusiano wake na Marekani, Iran, China na mataifa ya Ghuba, huku ikiongoza juhudi za upatanishi wa mgogoro wa Iran. Ripoti ya Marekani sasa imeongeza shinikizo kwa Islamabad. Pakistan imechukua nafasi kubwa katika juhudi za kuleta amani kati ya Marekani na Iran. Serikali ya Islamabad imekuwa mwenyeji wa mazungumzo na pia imekuwa kiungo cha mawasiliano ya siri kati ya pande hizo mbili zinazokinzana. Hatua hiyo imeifanya Pakistan kuwa katikati ya mgogoro mkubwa wa kisiasa wa kimataifa. Kwa Islamabad, hali ya utulivu katika eneo la Ghuba ina muhimu mkubwa kwa usalama wa uchumi wake. Serikali ya Pakistan ina hofu kuwa mzozo mkubwa kati ya Marekani na Iran unaweza kuvuruga biashara, kuongeza matatizo ya nishati na kuchochea mvutano wa kidini ndani ya nchi. Pia kuna wasiwasi kuhusu athari katika maeneo ya mpakani kati ya Pakistan na Iran. Pakistan pia inaona juhudi hizi kama nafasi ya kuongeza hadhi yake kimataifa. Serikali inaamini kuwa kusaidia kumaliza mgogoro huo kunaweza kuonyesha uwezo wake wa kidiplomasia, lakini wachambuzi wanaonya kuwa kushindwa kwa juhudi hizi kunaweza kuharibu sifa ya Islamabad. Michael Kugelman alisema Pakistan inaweza kukosolewa zaidi ikiwa juhudi zake za kufufua mazungumzo kati ya Marekani na Iran zitashindwa. Alisema mpatanishi hawezi kulazimisha pande mbili zinazoaminiana kukaa mezani. Kwa maoni yake, Islamabad ina nafasi ndogo ya kubadilisha msimamo wa Tehran na Washington, na kwamba Pakistan inaelekea katika kizungumkuti isielewe ni nini cha kufanya, isipokuwa bado inaendelea na juhudi za kupatanisha. Afisa mmoja wa serikali ya Pakistan anayehusika na mazungumzo hayo alisema Islamabad inaendelea kuwasiliana na pande zote mbili. Alisema zaidi kwamba Pakistan ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mvutano huo. Serikali hiyo imeahidi kuendelea kusaidia juhudi za kupunguza mzozo kwa njia za amani. Ripoti ya Marekani imezua utata mpya. Mapema wiki hii, ripoti ya kituo cha habari cha CBS News ilizua maswali kuhusu msimamo wa Pakistan katika mgogoro huo. Ripoti hiyo ilinukuu maafisa wa Marekani wakidai kuwa Pakistan iliruhusu Iran kuhifadhi ndege zake katika vituo vya jeshi vya Pakistan. Maafisa hao walisema hatua hiyo ilisaidia kuzikinga ndege hizo dhidi ya mashambulizi ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilikanusha taarifa hizo haraka. Serikali ilisema ripoti hiyo ilikuwa ya kupotosha na ya kubashiri. Islamabad ilieleza kuwa shughuli hizo za ndege zilihusiana na mipango ya kidiplomasia na usafirishaji katika juhudi za upatanishi. Pakistan pia ilionya kuwa taarifa zisizothibitishwa zinaweza kuharibu juhudi nyeti za kidiplomasia. Serikali ilisema mazungumzo ya amani yanahitaji mazingira ya kuaminiana. Maafisa wa Pakistan wanaamini kuwa uvumi unaweza kuongeza mashaka kati ya pande zinazohusika. Seneta wa Marekani Lindsey Graham alikosoa Pakistan kufuatia ripoti hiyo. Graham ni mmoja kati ya wanasiasa wanaounga mkono vita vya Marekani nchini Iran. Kauli zake zimeonyesha wasiwasi wa baadhi ya viongozi wa Marekani kwamba Pakistan inaonekana kuwa karibu mno na Tehran. Wakati huo huo, China imeihimiza Pakistan kuongeza juhudi zake za upatanishi. Waziri wake wa mambo ya kigeni Wang Yi alitaka Islamabad kusaidia kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran, huku Beijing ikiona utulivu katika Ghuba ya Hormuz kuwa muhimu katika biashara na usalama wa eneo hilo. Pakistan imejikuta katikati ya mataifa makubwa. Licha juhudi hizo, bado haijulikani Pakistan inaweza kufanya kiasi gani kwa wapatanishi wa Marekani na wa Iran. Mwezi uliopita, viongozi wa nchi hizo mbili walifanya mkutano wa ngazi ya juu mjini Islamabad. Hata hivyo, majaribio ya Pakistan kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja baadaye hayakufanikiwa. Wachambuzi wanasema mafanikio ya mazungumzo hayo hayakuwa mikononi mwa Pakistan pekee, bali kila kitu kilitegemea utayari wa rais wa Marekani Donald Trump kukubali mapendekezo ya Iran, lakini pia ilitegemea uwezo wa Tehran kubadilisha baadhi ya misimamo yake. Wachambuzi wanasema baadhi ya mataifa yalidharau Iran kwa kushindwa kuelewa msimamo wake. Wanasema hilo ndilo lililosababisha mazungumzo kukwama. Kwa maoni ni kwamba kiwango cha kuaminiana kwa Pakistan miongoni mwa wahusika sasa huenda si kikubwa kama ilivyokuwa mwanzoni. Pakistan kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na Marekani pamoja na Saudi Arabia. Wakati huo pia ina uhusiano wa kidiplomasia na Iran pamoja na Uchina. Hali hiyo inafanya Islamabad kuwa katika nafasi ngumu ya kusawazisha maslahi ya mataifa yote mawili. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.